Lakini jambo lingine ambalo tunaliona kwamba kwa mazingira ya namna yote project hii ya Tanzania na Uganda inamfanya au itamfanya Aliko Dangote ashindwe kufanya project katika upana ule aliokuwa amekusudia. Kwanza kwa kuangalia duration au ule muda wa ile project jinsi ilivyo. Ukiangalia project kama ya Aliko Dangote inategemewa zaidi kuanza mwaka 2030. Akikusudia kutengeneza ile kiwanda, manake kilele chake itakuwa ni kwenye mwaka 2030. Lakini project ya Uganda na Tanzania pamoja na ile Baharini Baito ni project ambayo inaanza sasa hivi. Inawezekana tu labda Uganda isinufaike ile moja kwa moja katika hizi hatua za awali, lakini ni project ambayo inaanza sasa hivi. Na inaanza sasa hivi kivipi? Kwa sababu kampuni ya Baharini Baito moja katika kazi yake ni kununua na kusambaza mafuta, yawe ni mafuta ghafi au mafuta safi. Ina maana wanafanya ni moja katika sehemu ya project yao. Kwa hiyo automatically ina maana mpaka sasa hivi zile center za mafuta za nchi ya Tanzania zinaanza kutumika immediately. Yaani wameshakubaliana, manake hapo hapo kuna nafasi kubwa ya zile center zikaanza kutumika, kwa sababu Baharini Baito wanaleta mafuta safi, sio yale ghafi. Yale ghafi bado sisi hatuna ile kiwanda cha kusema kwamba kitachakata yale mafuta. Kwa ina maana hakuna umuhimu wa kuleta mafuta ghafi. Mafuta ghafi yatakayokuwa ingia Tanzania ni yale ya kutoka Uganda, na hasa ile share ya nchi ya Uganda ambayo ni kama 15%, lakini ukichukua na kodi na kila kitu ambacho wanakichukua katika zile kampuni zilizowekeza pale kama ile ya Total Energy na pamoja na ile kampuni ya China, maana yake ile hisa zao unaweza kupanda mpaka kwenye 50% takriban. Kwa hivyo ina maana mafuta ya Uganda yatakuwa yanahifadhika Tanzania kwa sababu yanakwenda kuuzwa nje. Lakini kwa hivi sasa mafuta yatakayokuwa yanahifadhika Tanzania ni mafuta ambayo yako tayari kwa kuuzwa, kutumika moja kwa moja. Kwa ina maana ni jambo ambalo halisubiri kwamba ile kile kiwanda kiweze kutengenezwa ndio hiyo Baharini Baito na Tanzania waanze kufanya biashara. No, wala haisubiri huko. Maana yake katika kipindi hiki Tanzania inabadilika, inakuwa ni kituo cha usambazaji wa mafuta ambayo yanaletwa na kampuni ya Baharini Baito. Lakini mpaka kufikia mwaka 2027 takriban, maana yake hiyo project ya kutengeneza mahifadhi yale sehemu kama ghala kubwa za mafuta katika sehemu ya kule Chongoleani Tanga itakuwa imekamilika. Ina maana hiyo ya pili ndio itakuwa inahusu sasa Uganda moja kwa moja na yenyewe, kwa sababu itakuwa imeshiriki katika project husika. Kwa ina maana ni kitambo kama cha mwaka mmoja tu mbele, maana yake Uganda itakuwa ni full participant, ni mshiriki wa moja kwa moja katika ile project husika. Kwa hiyo sasa ukiangalia kipindi hiki ambacho kampuni ya Baharini Baito inaanza kushiriki moja kwa moja katika hatua za awali za mradi wao na Tanzania na Uganda, ina maana